Wakorintho wa kwanza, sura ya 6. Hamjui kwamba watu wabaya hawataurithi ufalme wa Mungu? Hamjui kwamba watu wabaya hawataurithi ufalme wa Mungu? Msijidanganye. Watu wanaoishi maisha ya uasherati, wanaoabudu sanamu, wazinzi au walawiti, wezi, wachoyo, walevi, wasengenyaji, wanyang'anyi, hao wote hawatashiriki ufalme wa Mungu. Baadhi yenu mlikuwa hivyo, lakini sasa mmeoshwa mkafanywa watakatifu na kupatanishwa na Mungu kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. Mtu anaweza kusema, kwangu mimi kila kitu ni halali. Sawa, lakini si kila kitu kinafaa. Nakubali kwamba kila kitu ni halali kwangu, lakini sitaki kutawaliwa na kitu chochote. Unaweza kusema, chakula ni kwa ajili ya tumbo, na tumbo ni kwa ajili ya chakula. Sawa, lakini Mungu ataviharibu vyote viwili. Mwili wa mtu si kwa ajili ya uzinzi, bali ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana, naye Bwana ni kwa ajili ya mwili. Basi Mungu aliyemfufua Bwana kutoka wafu atatufufua nasi pia kwa nguvu yake. Je, hamjui kwamba miili yenu ni viungo vya mwili wa Kristo? Je, mnadhani naweza kuchukua sehemu ya mwili wa Kristo na kuifanya kuwa sehemu ya mwili wa kahaba? Hata kidogo. Maana kama mjuavyo, anayeungana na kahaba huwa mwili mmoja naye, kama ilivyoandikwa, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini aliyejiunga na Bwana huwa roho moja naye. Jiepusheni kabisa na uzinzi. Dhambi nyingine zote hutendwa nje ya mwili, lakini mzinzi hutenda dhambi dhidi ya mwili wake mwenyewe. Je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Nyinyi basi si mali yenu wenyewe. Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hiyo, itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu.